Elimu oye! Elimu oye! Mahafali oye! Ndugu Masudi Said Shaibu, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya BBTC. Ndugu Halid Kasim Ramadhan, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya BBTC. Ndugu Saleh Haji Hassan, mkuu wa taaluma wa BBTC. Dada yangu Ilham Anwar Hussein, mwenyekiti wa bodi ya BBTC. Viongozi mbalimbali wa chama na serikali mliopo hapa. Ndugu wanafunzi, walimu, waandishi wa habari, assalamu alaikum. Awali ya yote nami niungane na walionitangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na ardhi, kwa sababu asingenipa pumzi leo za kuwepo hapa, za kuwa hai, nisingeweza kuwepo hapa, si ndio jamani? Sasa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillah, ametujalia tumefika hapa. Tunasherehekea mahafali ya kwanza ya Brain Builder Training Center. Nilikuwa nawachekesha mwanzo, mwambia sisi kule Wizara ya Kilimo cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna mradi wa vijana unaitwa BBT, Build Better Tomorrow. Mradi huu ni kwa ajili wa vijana wajiajiri kwenye kilimo, na ndio pale ukisema mkurugenzi msaidizi taasisi ya vijana wajasiri kilimo, sio wajasiriamali kilimo. Wajasiri kilimo maana yake ni yani ni wajasiriamali lakini wanao deals na masuala ya business agripreneur. Mmenielewa? Kwa hiyo wahitimu, karibuni Wizara ya Kilimo, karibuni kilimo. Asante. Naomba niendelee kumshukuru kaka yangu Masudi. Kwa kweli amejitahidi. Maana kuwa na taasisi si jambo jepesi. Kuwa na taasisi si jambo jepesi. Kwa sababu walimu wanahitaji kulipwa, wanafunzi wanahitaji kupewa maadili mazuri. Mimi nilipokuwa katibu wa Baraza la Elimu na mrajisi wa elimu Zanzibar, nilikuwa nasimamia sana maadili, hususa vituo hivi. Sikubahatika kufika kwenye kituo chake, lakini vituo hivi nilikuwa nashtukiza mpaka saa 8 za usiku kutaka kuona maslahi ya watoto. Wanalala kama wanalala pale, wanalalaje? Nilikuwa na msemo huo mpaka watu wakaniuliza, hii kulalaje maana yake nini? Kusema kulala kuna namna nyingi. Analala mwenyewe, analala mazingira mazuri, au analalaje? Si mnajua mnapokuwa na vijana kuanzia standard 7 mpaka kwenda juu, si kuna mambo ya namna gani vipi? Nimesikia kuna katibu wa CCM, katibu wa UV CCM. Yaani sisi mimi nikwambie, CCM ndio mpango mzima. Maana yake hapa alikusifia sana, akasema anakushukuru sana. Miongoni mwa sera ya CCM ndio haya. Kwa na mimi nakushukuru kwa sababu umesimamia elimu. Kwenye CCM kuna jumuiya inaitwa jumuiya ya wazazi. Jumuiya ya wazazi wana kipengele kinaitwa elimu, utamaduni na mazingira. Sasa huko ndiko kunapotokana na hapa. Maana kuwasaidia kwako umeonyesha dhahiri kwamba CCM ni sehemu salama. Naomba nijikite katika mahafali yetu ya leo. Mahafali ni njia moja ni jambo moja kuanzisha safari nyingine. Kuna wanafunzi hapa wa kidato cha 6, si ndivyo? Mpo? Wako wapi? Hebu niwaone. Mpo? Mimi niwapongeze, lakini niko na nyinyi. Kwanza, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ilianzisha utamaduni si mpya kwa SMZ, ni mpya kidogo. Kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule bara si mpya. Kuwachukua vijana kuwapeleka kwenye JKT kwa mujibu wa sheria. Kule hamwendi kupigwa. Mnaenda kufundishwa ujasiri kilimo. Mnaenda kufundishwa nini? Maana yake kule mnaenda kufundishwa uzalendo, kilimo biashara na mambo mengine.
jambo ambalo hili tulilipokea vibaya sana sisi huku Zanzibar. Lakini ni waase wazazi wenzangu, watoto kama wakipata fursa wakwenda kule waende. Nakumbuka miaka ya nyuma Zanzibar tulikuwa na JKU, ipo mpaka sasa, lakini ulikuwa huwezi kuajiriwa kama hujapita huko. Umewaliza form 6, form 3, form 4, lazima upite. Na wafanyakazi wale walikuwa ni wafanyakazi weledi katika kazi na wana nidhamu kupita maelezo. Lakini sasa hivi tukiangalia wafanyakazi wetu wa serikali na binafsi, bado kidogo tunashangaa. Sasa ni waase wazazi na wanafunzi, mkipata fursa hii nendeni mkajifunze, mkabadilishe upepo. Upepo huu utawaletea mwangaza mzuri kwa maslahi yenu binafsi na taifa letu kwa ujumla. Sasa hivi unaweza ukamwona mfanyakazi tuseme wa Wizara ya Elimu au Wizara ya Afya. Mimi mwenyewe ni muumini wa mawio, napenda kusikiliza wale mawio, taarifa za mawio. Utasikia Wizara ya Afya, hospitali za wilaya hizi na vituo vya afya vinalalamikiwa sana. Naambia sijui nimeenda jitimai mpaka kajifungulia chini, sijui hajahudumiwa. Mnajua ni kwa nini? Hakusomeshwa uzalendo, hana uzalendo. Lakini kama angetengenezwa mbali ya ile field yake alionayo daktari, akapata na taaluma nyingine ya nyongeza ya uzalendo, una utu bwana. Zanzibar ni sehemu ya utu. Unapokuja kumuona mzazi mpaka amefika pale anajifunga, bado hawezi kujiburuta mpaka akaingia ndani. Sasa ukiwa umepita JKU au JKT kule, hayo mambo ni amri kule. Maana unafundishwa amri. Kiongozi akisema wewe unatekeleza. Sasa yani mimi nafurahia sana serikali kuanzisha hili, na niwapongeze serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano na ya Mapinduzi kwa kuendeleza kwa huku kwetu Zanzibar, kwani tutapata watu ambao tunawahitaji leo, kesho na baadaye. Naomba niendelee kutoa pongezi zangu kwa walimu na wanafunzi kwa kazi nzito walioifanya kipindi cha miaka yao yote ya kusoma, wakianza standard 1 au KG1 mpaka kufikia tamati ya elimu yao ya sekondari ya juu kidato cha 6 na kupata ufaulu mzuri, jambo ambalo limeonyesha taswira nzuri sana kwa serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar, kwa sababu Dr. Hussein Ali Mwinyi amewekeza sana katika masuala ya kielimu. Ukisoma taarifa iliyotolewa na Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Mheshimiwa Leila Mohamed Musa, Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, baada ya matokeo ya kidato cha 6 alionyesha ufaulu kupanda kwa 97.21. Hii si bure tu, bali ni jitihada za Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuweka mazingira salama ya kujifunzia na kufundishia katika maskuli yetu ya serikali na binafsi, kwani serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inasimamia taasisi zote, ikiwa ni taasisi ya elimu ya serikali au za binafsi. Lengo ni kutoa ufaulu mzuri kama huu. Ukiangalia jumla ya wanafunzi 5130 wameifanya mitihani yao ya kitaifa ya kidato cha 6. Kati ya hao wanafunzi 4979 sawa na 97.21 wamefaulu kwa daraja la kwanza mpaka la 3. Si jambo dogo, ni jambo la kupigiwa mfano, kwa sababu serikali ndiyo imewezesha. Serikali imebadilisha mtaala wa ule mtaala wa theory, sasa umekuja na mtaala wa umahiri. Maana yake kama unasomeshwa kuunda lile puto linaundwaje? Maana yake unafundishwa jinsi ya kulitayarisha, na kulitayarisha wenyewe anatayarisha mwanafunzi mwenyewe. Hili ni jambo kubwa sana. Niipongeze serikali zetu mbili, ile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Dr. Hussein Ali Mwinyi ya Mapinduzi ya Zanzibar. Aidha, niendelee kuzishukuru taasisi mbalimbali ambazo zilifanya kazi
kwa umakini sana na taasisi hii ya BBTC, kwani hakuna jambo rahisi. Mafanikio si jambo rahisi. Mpaka kufika BBTC wanapata wanafunzi, yaani ufaulu wa division 1 na 2, sidhani tu kama waliamka tu wakafanya hicho kitu wakapata ufaulu huu, bali walimu walijituma kwa bidii na kwa umahiri mkubwa. Na tu si walimu tu, sisi tunathubutu kusema kuna utatu hapo, si ndivyo? Kuna mwalimu, mzazi, mwanafunzi, si ndivyo? Maana yake utatu ulifanya kazi nzuri. Kama mwalimu alichukua jitihada yake ya kuhakikisha anamfundisha mwanafunzi, na mzazi akahakikisha mtoto anafika darasani kwa wakati, hii ndiyo fursa nzuri, na ndio maana tumepata matokeo. Na nikuombe kaka yangu Masudi, ujitahidi sana. Haidhuru umefanya vizuri, lakini hata hiyo division 2 natamani isiwepo. Hata hiyo division 2 mjipinde, mjitahidi, walimu wajitahidi kuwasomesha watoto vizuri ili muweze kufanya vizuri sana. Nataka nizungumze kitu kidogo kiko nje ya mada, lakini naomba mnisamehe, mimi ni mzazi. Malezi yetu sasa hivi yameshuka kidogo jamani. Malezi yameshuka sana kabisa. Nataka niwaase wanangu wa kidato cha 6 mnaokwenda vyuo mbalimbali nchini. Kuna wengine watapata scholarship za kwenda nje ya nchi, kuna wengine watapata vyuo vya hapa ndani ya nchi. Mnakokwenda kuna mambo mengi mno, Jitahidini kuwa na busara ya kutunza utu wako, ili uende ukafanye lile ulilolikusudia kule chuo kikuu. Wala ukienda kufanya jengine, utakuwa umepoteza muda wako wa miaka yote 12 au 14 yote uliokaa shuleni. Haikuwa ya maana kabisa kwako wewe na kwetu sisi taifa kwa ujumla, kwa sababu tunachotegemea kutoka kwako uende ukajifunze ili uje utusaidie sisi hapa. Mimi leo hapa nasimamia taasisi ninazozisimamia, lakini kumbe baada ya muda nitafika umri nitastaafu serikalini. Nikistaafu serikalini, wakuja kurisi nafasi ambazo mimi nazisimamia ni nani? Ni nyinyi huko. Sasa kama ni nyinyi, ikiwa wewe huna maadili, utaweza kusimamia wenzako kweli? Hapana. Jitahidini. Kuna mashaka yanayowaumiza watoto, yani nyinyi vijana, ya udhalilishaji yanayofanyika huko katika taasisi zetu. Ima utafanyiwa ukiwa ndani ya taasisi au hata nje ya taasisi ya kielimu. Jitahidini mwende mkafanye mlilolikusudia. Elimu hapa ilizungumzwa. Elimu ni bora, mimi nikaunga kabisa mkono. Elimu ni bora kuliko fedha. Kwa nini nikaa namuuliza mkurugenzi Halid hapa? Kwa nini huyo Baresa anaajiri wataalamu? Kwa nini? Si ni kwa sababu elimu ni bora? Sasa jitahidi ukafate liendea. Kule bara, ukiwa unatoka kijiji maskini, wanamsemo wao wanasema yule ametumwa na kijiji. Nanyi nawaomba vijana wangu, mwende mkaseme tumetumwa na Zanzibar, na Zanzibar inataka wataalamu. Inahitaji nani? Wataalamu wa afya, elimu, masuala ya kibiashara na mambo mengine yote. Sasa hivi tuna mtindo mpya wa upandaji wa mimea. Kwa upande wa Zanzibar tulikuwa tuna uzoefu wa zamani kwamba ukichimba tu kichimo chako kidogo unaweza ukaatika mgomba na mdizi ikaja. Na tukawa tunajiuliza kwa nini wenzetu wa bara wakipanda vitu vinastawi kwa wingi, lakini sisi wa Zanzibari huku unakikuta kidizi kinakuja tu kinafika hapa. Wao wanapanda ndizi inakuwa kubwa. Kumbe wao wanakuwa na taaluma ya uchimbaji na taaluma ya utharifu wa ule mmea husika. Nanyi niwaombe sana, mwende mkatafute elimu, msiende mkatafuta majanga mengine. Taifa bado linawategemea. Mwende mkaseme mmetumwa na Zanzibar ili mje mnufaishe Zanzibar yetu, kwani Zanzibar bila ya nyinyi hatuwezi kutoboa. Jitahidini sana ndugu zangu
mwende mkatafute elimu, tupate wakunga wa kike ambao watakuja kuwasaidia nani, wadada zetu, wamama zetu, wake zetu kule hospitali wako wanajifungua. Japokuwa wenyewe wanasema bora nihudumiwe na mwanaume kuliko kuhudumiwa na mwanamke. Sijui kuna nini hapo, wenyewe wanalijua. Sasa niendelee kuwashukuru na kuwatakia kila laheri, na Mungu aende akawasimamie katika kutimiza ndoto zenu za maisha yenu ya kuanzia sasa na baadaye, ili nanyi mje muirithi serikali yetu, muitendee majukumu yaliyo salama.